Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa ya magharibi hasa Umoja wa Ulaya yanatamani kuilinda Ukraine, lakini wamekutana na changamoto ya kifedha. Mataifa hayo ya magharibi kwa muda wa miaka minne yalipambana kwa nguvu kubwa kuisaidia Ukraine katika upande wa fedha na pamoja na silaha kuhakikisha inaishinda Urusi. Lakini sasa wamekutana na changamoto kutokana na vita hivyo. Wakati ambapo Marekani imeandaa mipango ya kumaliza vita hivyo, Umoja wa Ulaya umekumbwa na changamoto nzito katika kuzishawishi nchi wanachama zikubali kuchangia fedha za kuendelea kuiunga mkono Ukraine kwenye vita vyao na Urusi. Hata hivyo, gazeti la Berliner Zeitung la nchini Ujerumani limesema katika makala yake kwamba Umoja wa Ulaya umekumbwa na hali ngumu katika kuchangisha fedha za kupambana na Urusi na kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Kwa mujibu wa gazeti hilo, mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amepata pigo kubwa katika suala hilo. Uingereza, kiongozi asiyekuwa na mpinzani kwenye muungano unaoiunga mkono Ukraine, imekataa kujiunga na mfuko wa kugharamia masuala ya kijeshi ya EU. Na kimsingi mazungumzo kuhusu kujiunga London na mfuko huo wa euro bilioni 150 yameshindwa. Kufeli mazungumzo hayo kunaashiria kurudi nyuma katika uhusiano baina ya Uingereza na Umoja wa Ulaya baada ya Brexit, hasa wakati huu ambapo Ulaya inajitahidi kujipanga upya katika vita vyake dhidi ya Urusi. Pia kushindwa mazungumzo hayo ni pigo kwa sekta ya ulinzi ya Uingereza ambayo kama ingeshirikiana na Umoja wa Ulaya ingeweza kufaidika na mpango huo. Von der Leyen pia amepata pigo katika mzozo wa matumizi ya mali za Urusi zilizofungiwa na taasisi ya Euroclear huko Brussels. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Bart de Wever ameongeza pingamizi lake kwa mpango wa Kamisheni ya Ulaya wa kutumia euro bilioni 140 za Benki Kuu ya Russia kama mkopo wa Ukraine. Amesema mkopo huo utaleta mvurugano katika masoko ya kifedha ya EU na kwamba walipa kodi wa Umoja wa Ulaya utalazimika kulipa kiasi chote cha fedha hizo kama vita hivyo vitaisha. Nchi za Ulaya zitalazimishwa kurejesha fedha hizo kwa Russia. De Wever pia yupo chini ya shinikizo kutoka Russia ambayo sasa inataka taarifa kamili ya mapato ya riba kutoka kwenye mali yake iliyofungiwa katika mabenki ya Ulaya. Kwa miezi kadhaa sasa, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekuwa akijaribu kuwasilisha mpango wa kutumia mali za Urusi zilizofungiwa katika umoja huo wa Ulaya kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja ili kutoa msaada wa kifedha kwa Ukraine. Hata hivyo, hakuna makubaliano ya kisiasa yaliyoweza kufikiwa katika mkutano uliopita wa EU kutokana na upinzani wa Ubelgiji. Idhini ya Ubelgiji ya mpango huo ni muhimu kwa sababu mali hizo inashikiliwa na taasisi ya kifedha ya Ubelgiji itwayo Euroclear. Kamisheni ya Ulaya imetumbukia kwenye shimo na wimbi la changamoto za kisiasa, kiuchumi na kisheria katika juhudi zake za kutafuta kufadhiliwa kifedha Ukraine. Changamoto ambazo zimeuparaganya utekelezaji wa sera hizo za misaada kwa Ukraine. Tangu vilipoanza vita vya Russia dhidi ya Ukraine, Umoja wa Ulaya umeshaipa Kiev misaada mingi ya kifedha ikiwa ni pamoja na mikopo, ruzuku na misaada ya kuimarisha mifumo mbalimbali ya kiutawala ya Ukraine. Hata hivyo, kuendelea misaada hiyo kunahitaji kuwepo rasilimali endelevu na makubaliano kati ya wanachama wa EU, lakini suala hilo ni ngumu kufikiwa kwa sababu mbalimbali. Moja ya changamoto kuu ni kutokukubaliana nchi wanachama wa EU kuhusu jinsi ya kunyang'anya misaada hiyo. Baadhi ya nchi zinapendekeza kutoa msaada kwa jina la ruzuku ili Ukraine isikumbwe na madeni makubwa katika siku zijazo, huku nchi nyingi zikisisitiza wajibu wa kutumiwa mikopo midogo au mikopo inayofadhiliwa na masoko ya fedha ya Ulaya. Mvutano huo na msimamo wa mitazamo ya wanachama wa Umoja wa Ulaya imepunguza kasi ya kuchukua maamuzi kunakoishia kwenye kuchelewa kupewa misaada kwa Ukraine. Changamoto ya pili ni suala zima la kutumiwa mali za Russia zinazoshikiliwa na nchi za Ulaya. Baada ya kuanza kwa vita kwa Ukraine, umoja huo uliamua kuzuia sehemu kubwa ya mali za Warusi na watu binafsi wenye uraia wa Urusi. Mjadala wa hivi sasa ni kuhusu iwapo mali hizo zinaweza kutumika kuisaidia Ukraine au la. Baadhi ya nchi zinasema kuwa hatua hiyo ni hatari kwa upande wa sheria za kimataifa na itakuwa na athari mbaya kwa masuala ya kifedha katika bara la Ulaya. Kwa ujumla ni kwamba Kamisheni ya Ulaya imekumbwa na changamoto nyingi katika kutafuta fedha za kuisaidia Ukraine na kuendelea na vita. Miongoni mwa changamoto hizo ni kukosekana kauli moja kati ya wanachama
na changamoto kwenye masuala ya kisheria yanayohusiana na mali za Urusi, mashinikizo ya kiuchumi ndani ya nchi za Ulaya, kupungua misaada ya Marekani baada ya kuingilia madarakani kwa Trump na uzorotaji katika kuchukua maamuzi. Mambo mengine ni pamoja na ufisadi uliokithiri ndani ya Ukraine yenyewe. Ni mambo ambayo yamewafanya baadhi ya wanachama wa Umoja wa Ulaya kukata tamaa katika kutoa fedha kwa ajili ya Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.